Asante kwa ajili ya wakati huu Bwana. We give you all the glory and we give you the honor. May your holy name be glorified. May your holy name be exalted and glorified. Wewe ni Mungu mkuu, pokea sifa, pokea utukufu, maana wastahili. Amen. Wakati huu nenda tukaweza kuingia katika neno la Bwana. Na ninaimani ya kwamba Bwana Mungu wetu atatubariki na atatuinua na atatutenda makuu na tutaweza kubarikiwa katika jioni ya siku ya leo. Ningependa tukaweza kufungua Biblia zetu katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati 28 mstari wake ni wa kwanza. The book of Deuteronomy chapter number 28 and verse number 1. Katika ibada ya siku ya leo tunamshukuru Mungu kwa sababu amekuwa mwaminifu na amekuwa mlinzi wetu, na yale ambayo ameweza kuyatenda ni makuu. We have always to thank God, we always to thank God kwa sababu yale ambayo ameweza kutufanyia. Sisi wote ambao tungali tuko wazima tunalo jambo la kumshukuru Mungu kwa sababu Mungu wetu yeye ni mwema na tena ni mwaminifu. Licha ya yote ambayo yanaendelea kutokea, bado Bwana anabaki kuwa Mungu. Tuzidi kumuinua, tuzidi kumtukuza kwa sababu ya uwepo wake na kwa sababu ya neema yake na kibali na uzima. Wale ambao tuko nao pumzi, tunaopumua, tunaotembea, tuko na afya, we have a reason why to come our Lord, we have a reason why to say God, we give you all the glory and all the honor. Katika siku ya jana tuliweza kushuhudia maandamano ama siku ya kukumbuka vijana wa Gen-Z walioweza kukufa wakati wa mwaka jana. Lakini sisi wale ambao tuko na uzima na uhai, waje tukaweza kumshukuru Mungu, tukaweza kumwambia Mungu ni asante kwa sababu ya uhai wetu ambao tulionao. And let's give on the way of our blessed Lord to class, give wisdom and knowledge for our leaders, ili iwe vizuri tukaweza kubarikiwa na tukaweza kuinuliwa. Kwa sababu ya muda ambao umekimbia, ningependa tukaweza kuingia katika neno lake Mwenyezi Mungu. Baadaye tutapata muda wa kuomba na kumshukuru Mungu na kumwambia Bwana ni asante kwa sababu ya rehema yake na kwa sababu ya utukufu wake na ubali huu ambao Bwana ameweza kutuleta na yale ambao ametufanyia. We have something to thank God, and God is good and God is merciful to our life. Katika kitabu cha Torati ambacho tumesema ni book of Deuteronomy chapter number 28, Deuteronomy chapter number 28 verse number 1, and I want to speak about a message entitled Moving Higher. I want to speak a message entitled Moving Higher. The Bible says, and it shall come to pass, if you shall hearken diligently unto the voice of the Lord your God, to observe and to do all his commandments which I command you this day, that the Lord your God will set you on high above all nations of the earth. And all these blessings shall come on you and overtake you, if you shall hearken unto the voice of the Lord your God. The Bible says in Swahili, itakuwa utakaposikia sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii kutunza kuyafanya maagizo yake yote kuagizayo leo, ndipo Bwana Mungu wako atakapokutukuza juu ya mataifa yote ya duniani, na baraka hizi zote zitakujilia na kukupata usikihapo sauti ya Bwana Mungu wako. Father, in the mighty name of our Lord Jesus, we thank you, we honor you, we elevate your holy name. Thank you because of your words. We are going to see after a few minutes, let your will and let your power be upon us. In Jesus' name we pray. Amen. Katika neno hili maandiko yanasema ya kwamba huyu ni Musa ambaye Bwana alimnenea. This is the word of the Lord that spoke from Moses to the children of Israel. The Bible says that God commanded Musa, akamwambia ya kwamba aya ukaweze kuambia wana wa Israeli ya kwamba if you shall hearken diligently unto the voice of the Lord your God, take
key verse is that if we hearken the voice of the Lord diligently, ikiwa utakaposikia maagizo ya Bwana na kuyafuatilia kwa bidii ambayo nitakayokuagiza siku ya leo. Maandiko yanasema ya kwamba, the Bible says clearly, and to observe and to do all his commandments which I command you today, that the Lord your God will set you on higher above all nations of the earth. Sasa nasema ya kwamba, maandiko yanasema ya kwamba ikiwa utasikia sauti yake Mungu kwa bidii na kuifuatilia na kusikia yale maagizo ambayo ninayokuamuru ama ninayokupa siku ya leo, Bwana anasema ya kwamba nitakuinua katika mataifa yote. I will put you above all nations. That's what I'm saying. That the message is that God will put you high above all the nations. Kila mtu anataka aweze kuinuliwa katika maisha ambayo tunayoishi. Hakuna mtu ambaye anataka awe katika maisha ya chini. Kila mmoja anatamani ako katika mbio zake ili akaweze kubarikiwa, ili akaweze kuinuliwa. Awe ni mwizi, awe ni mchawi, awe ni mtu wa aina yoyote, awe ni Mkristo. Kila mtu ako katika harakati na tamanio ya moyo wake ni ya kwamba akaweze kufaulu katika haya maisha. Tamanio lake ni ya kwamba akaweze kusonga kiwango kwenda kiwango kingine. Hakuna yeyote yule ambaye anatamani kurudi nyuma. Bwana Yesu apewe sifa. Ndio maana maandiko yanasema ya kwamba Moses said, this is what the Lord said, if you will hearken to my voice and observe the commandments which I command you today. That is what we need to do. If you want to be set above all the nations, number one, you should observe the commandment of God. You shall follow the word of the Lord. Lazima ukaweze kulisikia neno lake Mungu na ukaweze kufuatilia yale Bwana anayasema katika neno lake takatifu. Ndio maana akawaambia Waisraeli ya kwamba, maana alipomuita Musa akamwambia nenda hadi Misri ukaweze kuniletea wana wa Israeli, because I've heard the voice, I've heard the cry. That is why God wanted to bring out the children of Israel from the hands of the slave. Na kuna mahali ambapo alikuwa amewaandalia. Ndio maana njiani sasa nawaambia kwamba ikiwa watayafuata yale ambayo wanayoagizwa na wayafuate kwa bidii, if you will hearken to my voice and observe my commandment which I command you today, then I will set you above all the nations. Atawainua katika taifa, na si taifa moja peke yake. Maandiko yanasema ya kwamba katika mataifa yote nitakuweka juu, nitakufanya uwe juu na zaidi, ya kwamba I will bless you. That is what the Bible says in number 2, that all these blessings are come on you and overtake you. Ya kwamba hizi baraka zote nitakupatia, na si kupatia tu peke yake, na zitakusibiza. Baraka ambazo Mungu ametuandalia siku, lakini wale ambao watakaopokea hizo baraka is those who will hearken the voice of the Lord diligently. Praise the name of the living God. It is my prayer that as you listen to me, that listen carefully what the Spirit of God is saying. Ya kwamba wale ambao watakao enenda katika kila mataifa na watakao inuliwa ni wale ambao wametii sauti ya Mungu. Jambo la kufurahisha moyo kwamba siye tutoe fedha, siye tufanye chochote, we just want to listen patiently and hearken the voice of the Lord. A very simple. And the Bible says, if you will
time now is already in the mouth of Joshua. The Bible says that God spoke to Moses, tell the Israelites, I will go before them. Wasiwe na uoga, maana walikuwa wamezoea kuongozwa na Musa. Lakini sasa muda wao sasa, now it is the time has expired. Hautaendelea kuwaongoza, but I, the Lord, I will go before them. I will fight weaknesses which will raise against kila maadui wote ambao watakaoinuka kinyume nanyi, nitapigana kwa ajili yenu. Ni jambo ambalo tunawatia moyo wa Israeli ya kwamba katika nchi ambayo tunayoenda kuna yule ambaye ni mtetezi, kuna yule ambaye anayepigana vita kwa niaba yetu. Hata kama tunakutana na machaya, there is someone who will fight on behalf of us. Ndio maana kutoka kwenye Biblia inasema ya kwamba Waisraeli walipofika karibu kuvuka katika mto wa bahari ya Shamu, maandiko yanasema ya kwamba kabla wavuke walipotazama nyuma wakaona maadui, Farao na farasi za kivita na magari ya kivita na wapanda farasi, maaskari wake wanawafuata kutoka nyuma. Waisraeli wakaanza kulalamika, wakilia, wakisema, Musa, mbona umetuleta tukuje kufia hapa jangwani? The Bible says that God had and told Moses, tell them to be still, because the battle is not theirs. Which means that God will fight against your enemies. Hakuna maadui watakaoinuka kinyume nawe hawezi kukufaulu. Bwana atapigana kwa wale wote ambao wamenyenyekea na wamelisikia neno la Mwenyezi Mungu, wanalitii, wanalifuatilia, wanafanya mapenzi ya Mungu. Those are the people that the Lord will raise above all nations. And that's what the Bible says about me. And blessed will you be in the city, and blessed shall you be in the field. Ya kwamba Bwana atakuinua katika maeneo yote ambayo utaenda, utaweza kubarikiwa, and blessed shall be you good of your home. Ya kwamba Bwana atabariki hata uzao wa tumbo yako. Bwana atabariki hata mashamba ambayo utaenda kuyamiliki. Bwana atabariki hata mifugo na maongeo ya ng'ombe yako na wadoo wa kondoo. That is what the Bible says. That God will bless even your temples. Wait and discover for the blessings. And the Bible has given us that whoever will listen to the voice of the Lord, ya kwamba yeyote atakayefuata neno la Mwenyezi Mungu na akaweze kunyenyekea na kutii kufuatia peke yake, alifuatilie kwa bidii, kuonyesha ya kwamba hapo tayari kumtumikia Mungu bila kutikisika. The Bible says also planted in the world, they are like a tree planted near the river. And number 5, the Bible says, litabarikiwa kapu lako na chombo chako cha kukandia unga. And number 6, utabarikiwa uingiapo na utabarikiwa utokapo. Bwana Yesu asifiwe. It is my prayer Bwana aweze kukubariki, Bwana aweze kukuinua, abariki unapotoka na akubariki unapoingia. Hata jamii yako ibarikiwe, kwa sababu alisema ya kwamba atabariki hata uzao wa tumbo lako, atabariki hata uzao wa nchi yako. Ya kwamba utakapoenda kufanya kazi ya ukulima ataibariki. Why? The Lord has said he will put you above all the nations. Tika mateso na sisi ambazo tunasipitia, it is because we don't obey the voice of the Lord. We don't obey the word of the Lord. It is my prayer that tukaweze kulisikia neno la Mwenyezi Mungu na tukaweze kulisikia na kulifuatilia kwa bidii bila kufanya mchezo. Seriousness is needed when you are serving
God? How can you be serious in your business? But when you come to the level of serving God, there is no seriousness. We need to be serious when we are serving God. It's when the promise that God has promised us, we make it come. The Bible says that God has a good plan with our life. When we are making so many plans about our life, we need to hear the voice of the Lord that God has a plan of your life. It's not just a plan, the plan of giving you hope. Bwana Yesu asifiwe. Na inamaanisha kusema ya kwamba hiyo nchi ambayo mtakayowapa mnaingia, hakuna yule ambaye atakayekuwa waamkia. In line number 13, you shall not be on the tail but on the head. It is my prayer kwamba wale watu ambao wanaoitwa kwa jina lake Yesu Kristo, wanaoitwa wateule, as the church, the book of 2 Chronicles chapter number 7 verse 14, if those people who are called by my name humble themselves, hata kama uchumi umeharibika, hata kama kuna maandamano, hata kama kuna vita, kwa wale ambao watakaoitwa kwa jina langu watanyenyekea na kuniita, Bible says I will come and heal their disease. Si Mungu atakuwa na akaweza kuponya nchi yake. Bwana asifiwe. Wakati wengine wanateseka katika biashara, wengine hata sana toka inus, because you are called by the name of our Lord Jesus, there is a prophet in your side. Wengine wanakwenda mashambani kufanya kazi ya ukulima. The Bible says ya kwamba Isaac planted during the drought, nyakati ambazo sikuwa ni sababu majira ya kupanda, lakini alipoenda shambani na akapanda, the Bible says he harvested 100%. Hata kama kulikuwa na kiangazi, when you hear the voice of the Lord, when you follow the word of the Lord, Mungu anakubariki, Mungu anakuinua, na Mungu anakutendea mema hata kwa uteseke. Ndio maana akasema ya kwamba alijua ya kwamba katika nchi ambayo mtakayoenenda kutakuwa na maadui. Ndio basi akasema ya kwamba I will go before you and I will fight the nations which rise against you. Taka tukaweze kuingia katika maombi. Lakini tunapoingia katika maombi uelewe ya kwamba neno la Mungu linakuja kwa njia ya kipekee. Yeyote yule ambaye anasikia kwa bidii, yeye ndiye atakayeokolewa. Ndio maana Waisraeli wakasema ya kwamba he was not the Lord that was on our side, our enemy was Aswa. We escaped from the hands of our enemies. Kama ndege ambaye alitoka katika mitego ya mwindaji. We have come from the snares of our enemies. Let's now rejoice and praise our God. Yabesi akasema in 2 Chronicles number 4:9 ya kwamba hata kama alizaliwa katika hali ya uchungu, akamlilia Mungu, akamwambia Bwana unibariki na unisogezee hofu yangu, na Bwana akamtendea jinsi alivyoomba. Haijalishi ya kwamba kuna watu ambao walibeba, maana inasema kwamba Yabesi was more honorable than any other brothers. But he prayed God of Israel, but God shall bless me and extend my territories, and your hand be upon me. We need all the time that the hand of the Lord be with us. Bwana Yesu asifiwe. I feel as we have to pray. Ya kwamba Biblia inasema ya kwamba arise and shine, for your glory has come. Inuka na ukaweze kuangaza, nuru imekuja na utukufu wa Bwana uko juu yako. Hebu ni watu sauti yako mwambie Bwana, naomba Bwana uweze kunisaidia, nami ukaweze kuniongoza Jehova chini. Unipe kibali Bwana, nikaweze kusikia sauti yako Bwana, nikaweze kutii yale ambayo unasema, nikaweze kuifuatilia neno lako Jehova. Hivi unapobariki
declare your mercy, our Father. Let your will, Lord, and let your power be upon to us. We surrender everything unto you. We remember that now we love you, Jesus, and we